Wewe usihitaji huruma ambayo inatokana na mwanadamu, kwa sababu na huruma ya mwanadamu ina mwisho na huruma za Mungu hazina mwisho. Sasa wewe unahitaji huruma gani katika ndani ya maisha yako? Kama unahitaji huruma za Mungu una faida, na kama ninahitaji huruma ya mwanadamu nina hasara. Hii hasara inakuja namna gani? Unaposoma maandiko katika kitabu cha Yeremia akasema ya kwamba na alaaniwe yule mtu amtegemea mwanadamu na katika moyoni mwake amemwacha Mungu. Lakini maandiko tena inakuja nasema ya kwamba lakini amebarikiwa yule mtu ambaye anafanya nini? Amtegemee Mungu katika ndani ya moyo wake. Sasa tunaona ya kwamba wewe kama unamtegemea Mungu tayari inaosema ya kwamba huruma zako, unaona ya kwamba huruma za mwanadamu ndivyo inakutosha. Lakini kama kuna huruma, heri mtu asiyefanya mbua ama asiyefanya mwanadamu kuwa tumaini la maisha yake. Sasa siku ya leo tutasoma katika maandiko matakatifu katika Yeremia ama katika kitabu cha Maombolezo 3 mstari mdogo wa 22. Bwana anasema nini katika watu wake? Na nataka nikwambie kwamba tuhitaji huruma za Mungu, tusihitaji huruma za mwanadamu, kwa sababu mwanadamu huruma zake sina mwisho, lakini huruma za Mungu hasina mwisho. Lakini wewe katika ndani ya maisha maybe umejenga imani yako kama huruma zako usitokane na mwanadamu, na ninaona ya kwamba wewe una hasara katika ndani ya maisha, kwa sababu msingi wako ulijenga katika neno ama katika njia mbaya. Na Maombolezo 3 mstari mdogo wa 22, maandiko yanasema hivi: ni huruma zake Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma zake Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Tunaona ya kwamba huruma za Mungu katika ndani ya maisha yetu hazikomi, ama huruma ya Mungu katika ndani ya maisha ya mwanadamu hazikomi, ama huruma ya Mungu haiwezi kukoma. Lakini huruma ya mwanadamu inakuja, inafika mahali inakoma wala inapotea. Sasa wewe pamoja na mimi tunaona ya kwamba neno la Mungu, Yeremia anatuambia kwamba huruma zake Mwenyezi Mungu siku ya leo ya kwamba kwetu sisi hazikomi, lakini zaidi ya yote ya kwamba inatufanya upya siku zijazo, ama katika siku kila saa na kila baada ya siku huruma za Mwenyezi Mungu zinatutosha. Sasa wewe pamoja na mimi tunasema ya kwamba kumbe katika ndani ya maisha yetu sisi na maisha yetu Mungu anatuambia kwamba asubuhi ya leo ya kwamba huruma zake katika ndani ya maisha yetu asikomi, lakini huruma za mwanadamu zinafanya nini? Sinakoma. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo anakuambia kwamba yeye kama sisi tuliyomwamini, yeye kama sisi tunayomtafuta, yeye kama sisi tunayomwangalia kama jiwe kula pembeni iliyokataliwa na waashi, lakini kwa Mungu ni teule, tumwangalie yeye kwa sababu huruma zake haziwezi kukoma. Wapendwa, kama wewe mahali popote ulipo umejenga imani yako ama unatarajia ndugu zako ama ndugu yako akuhurumie katika shida unayopitia, ninajenga huruma zangu katika ndani ya ndugu yangu ili aje anihurumie katika mziba nilio nao. Nataka nikwambie ya kwamba siku ya leo Bwana anakuambia kwamba huruma zilizo ndani ya Kristo Yesu hasikomi wala hasichelewi, bali huruma za Mungu zinafanya upya siku ya baada ya katika siku, inakufanya wewe unakuwa tofauti katika ndani ya maisha. Tusijenge imani yetu katika ndani ya misingi, ama tusijenge huruma zetu katika wanadamu, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba amebarikiwa yule amtegemee Mungu, na amelaaniwa yule ambaye amefanya Bwana ama mwanadamu kuwa tumaini la maisha yake, na moyoni mwake amemwacha muumba wake. Hiyo inaonyesha ya kwamba tayari wewe imani yako pamoja na huruma zako, kwa maana huruma za Mungu hasikomi, lakini huruma za mwanadamu zinakoma. For example, kama unatarajia huruma za gavana, kuna mwisho wakati wa gavana utafika na atatoweka katika kiketi. Lakini kama unategemea huruma za Mungu hasitakoma. Kama nimejenga imani yangu katika mwanadamu leo hapo kesha amenyauka, na leo kesho nyingine hayupo, lakini Kristo yeye ataishi milele. Na anasema ya kwamba katika Waibrania anasema ya kwamba ya Yesu Kristo ni wajana na hata milele. Yeye kama unamtegemea Yesu Kristo hatakoma wala hatajelewa,
wala hata kawia. Sasa wewe pamoja na mimi asubuhi ya leo tarehe 5 huu mwaka wa 2026, nataka nikwambie ya kwamba imani yako na huruma zako, badilisha imani yako ama huruma zako ulizojenga katika ndugu yako, ulizojenga kwa ndugu yako aliyeajiriwa na kampuni na serikali ya dunia hii, lakini umemwacha Mungu ndani ya moyo wako. Siku ya leo toa huruma zako katika ndani ya ndugu yako wala katika ndani ya jirani, bali umjengee katika huruma zako, ujenge katika ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu amesema ya kwamba ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba hatuangamii. Na zaidi ya yote maandiko yanasema ya kwamba na huruma za Mungu hasikomi wala hasichelewi. Sasa wewe pamoja na mimi siku ya leo, kama tutafanya Mungu awe katika ndani ya maisha yetu, atuhurumie katika shida, katika misiba, katika mateso, pamoja na vilio ambayo tunavyopitia, Mungu wa Israeli atakuja na atatusimamia. Atakaposimama katika upande wetu, Yesu Kristo atatulinda. Kwa sababu wacha nikwambie, huruma iliyo ndani ya Kristo, tunaposoma maandiko, aliyemtegemea Mungu alivyohurumia mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Ibrahimu. Mungu alimwanea Ibrahimu katika miaka mingi, katika miaka ambayo unajua kwamba miaka mingi, lakini Bwana alivyomhurumia katika ndani ya maisha yake, tukaona ya kwamba Ibrahimu akapatikana na uzao, na alipopatikana na uzao na akambariki, akampa mtoto mmoja wa ahadi, ambaye huruma za Mungu zilizokuwa ndani ya Ibrahimu. Sasa huruma za Mungu zikiwa ndani mwako, utakuwa kama Ibrahimu, kwa sababu imani yako haitapotea na Mungu achelewi. Lakini katika miaka mingi, lakini zaidi ya yote huruma za Mungu zilikuwa ndani ya mtumishi wake, na zaidi ya yote Mungu akampatia uzao, wala akamuinulia mwana wa ahadi katika ndani ya maisha. Nataka nikwambie kwamba wewe uliyochenga imani yako katika mwanadamu, wewe uliyochenga imani yako katika misingi ya mambo ya dunia, uliyejenga imani yako katika gavana, uliyechenga imani yako katika MCA, uliyechenga imani yako katika human rep, uliyechenga imani yako katika rais, nataka nikwambie leo hapo na kesho hayupo. Lakini Yesu katika Waebrania 13 mstari wa 8 anasema ya kwamba Yesu Kristo ni wa jana hata na milele. Sasa wewe kama utajenga katika imani yako, mahali popote ulipo unayopitia shida, unajifariji katika maneno, unasema ya kwamba mimi sina mtu ambaye ananihurumia, sina yoyote ambaye anaweza kunionea huruma katika mateso, sina yoyote ambaye ananionea huruma katika vilio, kwa sababu umetembea mwanadamu, hata umemuomba amekusaidia na amekusaidia, hata umekuwa katika maisha yako unaonekana ya kwamba umekuwa topic katika dunia, umekuwa kaseti ambayo unapopita wanajua ya kwamba unapita, lakini wanajua kwamba wanajipatia shughuli, kwa sababu wanajua kwamba unaenda kuwaomba wala unaenda upate msaada katika mikono yako ama katika mikono yao. Lakini nataka nikwambie, kama utachenga huruma zako, machozi yako, unaposoma katika Zaburi anasema ya kwamba machozi ya mwenye haki inaanguka katika chupa. Sasa siku ya leo nataka nikwambie, na badilisha nia zako, badilisha njia zako, umwende Yesu Kristo ambaye yeye ni wajana hata milele, atakulinda na atakusimamisha katika njia iliyo sawasawa katika utukufu wa Bwana. Kwa sababu Yesu Kristo anasema ya kwamba njoo kwangu mnayolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yeye hawezi kuchoka na huruma zake asikomi, kwa sababu huruma za Mungu ni za leo na hata milele katika ndani ya maisha. Lakini huruma za covenant ina mwisho, huruma ya MCA ina mwisho, huruma ya human rep ina mwisho, huruma ya rais ina mwisho, huruma ya ndugu yako yule ambaye unasema ya kwamba ameajiriwa na serikali ana mwisho. Zaidi ya mwisho anaweza kuwa leo na kesho hatapatikana. Lakini huruma za Mungu hazitakoma wala hasichelewi. Nataka nikwambie kwamba ninaposoma katika andiko, Biblia inaniambia nini? Huruma za Mungu. Huruma za Mungu, kama unataka uone ya kwamba huruma ya Mungu ni iko tofauti na mwanadamu, tunaposoma katika andiko ama katika Injili ya Yesu Kristo, Injili ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana, anasema ya kwamba palikuwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Lazaro. Wakati ulipowatia Lazaro akaja kafa katika ndani ya maisha yake, Biblia inasema ya kwamba Martha pamoja na ndugu yake wakakuwa na huzuni katika mioyo yao, kwa sababu walikuwa wanampenda Lazaro kuliko vitu vyote. Walikuwa wanamtarajia, kwa maana alikuwa zaidi ya yote alikuwa kijana peke yao katika familia yao. Lakini wakati ulipokuja Lazaro akafa, akatoweka katika dunia, walilia, wakafanya huruma, wakaomboleza, lakini kuomboleza kwao haukuhifadhi katika mbele ya Lazaro wala kuamuka. Lakini huruma iliyo ndani ya Kristo Yesu ilipowatia katika mbele ya mtumishi wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoingia katika mji mji ambayo Lazaro alipokuwa, na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo
alipoingia katika ketini, na Martha akakimbia akaanguka katika miguu ya Kristo akasema ya kwamba Bwana, ungelikuwa mahali hapa ndugu yangu hangelikufa. Tayari inaonyesha ya kwamba hii ilikuwa huruma ya juu ya Martha pamoja mbele ya Kristo Yesu. Lakini Yesu Kristo alipomuingia katika mji wa Nazareti, Biblia inasema ya kwamba Mungu Kristo akamuuliza ya kwamba mumemweka wapi? Na akasema tumemweka mahali fulani, lakini zaidi ya yote Bwana ananuka. Lakini huruma za Mungu katika ndani ya hiyo mji, Yesu Kristo alipouliza mumemweka wapi, akasema tumemweka mahali hapa, lakini ananuka Bwana. Lakini Yesu akazidi kusema ya kwamba nipeleke mahali alipo. Na Yesu alipoweka ama Yesu alipoingia kule, akalia katika uchungu na akasema Lazaro ya kwamba njoo huku katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamuita Lazaro kutoka makaburini, akatoka na Yesu Kristo